Bwana, hii hapa ni orodha ya wachezaji wa kuchungwa na hatari zaidi katika kikosi cha wekundu Msimbazi Simba kwa maana ya Simba Sport Club katika msimu huu hapa wa mwaka 2026 msimu mwaka 2027, kikosi ambacho kimesheheni wachezaji ambao ni bora sana, wachezaji wenye viwango, wachezaji wenye uwezo wa kipekee sana kabisa, na ni uwezo ambao kila mmoja ukiutizama lazima utafurahishwa na kile ambacho anakuwa unakishuhudia katika kikosi cha wekundu Msimbazi Simba. Haina maana ya kwamba wale ambao tutawazungumzia katika kikosi hiki kwamba sio wachezaji walio bora, hapana. Wachezaji bora wapo katika timu zote, lakini kila mmoja anazungumziwa kulingana na wakati na majira ambayo kile anachokionyesha ama kile ambacho anadeliver katika timu ni wakati ambao kinahitajika. Na miongoni mwa wachezaji ambao tunakwenda kuwazungumzia siku hapa ya leo, wa kwanza ni Libase Geye, lakini tutakuja kumzungumzia Anicet Oura, lakini pia tutakuja kumzungumzia mchezaji kama Clatous Chama, lakini bila kumsahau Rushaine Derek pamoja na Ibrahim Jabari, licha ya kwamba amepata kadi nyekundu. Tunapomzungumzia Libase Geye, ni mchezaji ambaye tangia amekuja ndani ya kikosi cha wekundu Msimbazi Simba amedeliver kitu ambacho ni bora, kitu ambacho ni cha kipekee, na tumeona kiwango chake tangia alipokuja katika dirisha dogo. Amesupport Simba Sport Club katika msimu jana, lakini hajaishia pale wala hajachuja wala hajakata tamaa ya kuitumikia klabu ya wekundu Msimbazi Simba, kwa maana kila anachokionyesha kinaonyesha kile ambacho kiko ndani ya moyo wake. Na mpaka sasa Simba Sport Club yuko nafasi ya pili katika msimamo wa ligi kuu ya NBC Premier League, na Simba Sport Club ana mabao 6 na amecheza mechi zake 3, na kila mechi amehusika Libase Geye katika mabao. Mechi ya kwanza ameassist, mechi ya pili ameassist, na mechi ya tatu pia ameassist. Amekuwa na assist 4 na amehusika katika mabao muhimu sana ya klabu ya wekundu Msimbazi Simba. Kila mabao mawili amehusika. Mechi ya kwanza ametoa assist 2, lakini mechi ya pili ametoa assist 1, na mechi ya tatu amehusika tena katika assist nyingine. Tunaona kiwango ambacho ni bora sana kwa Libase Geye, tunaona uwezo ama upambanaji, na kila anapopata mpira Libase Geye anahakikisha kwamba timu inakimbia kwa kasi, na timu inahakikishiwa ushindi, na timu inahakikishiwa kwamba yes, ina wachezaji walio bora. Huyu atakuja kuisaidia Simba katika ligi kuu ya NBC Premier League, lakini pia katika mashindano tofauti ndani ya Tanzania. Lakini bila kusahau Libase Geye atakuja kuhusika na kuisupport sana klabu ya wekundu Msimbazi Simba kufika katika nchi ya ahadi. Kwa maana gani? Kule ambapo Simba anatamani kuweka rekodi kimataifa. Kumbuka Simba anatamani kufika hatua ya nusu finali ya klabu bingwa barani Afrika, anatamani kufika hatua ya nusu finali ya ligi ya mabingwa Afrika, na ndio lengo lake ama ndoto zake ama maono yake ambayo Simba Sport Club amekuwa akijiwekea tangu muda mrefu. Libase Geye ni miongoni mwa wachezaji hatari na kuchungwa, kwa sababu asipokufunga yeye basi atahakikisha wanakufunga wengine. Asipokufunga yeye atahakikisha kwamba unafungwa na goli linaingia kambani. Huyu ni Libase Geye kutoka kule Senegal, bingwa wa AFCON mwaka 2025. Kwa hiyo huyo ni Libase Geye, miongoni mwa wachezaji wa kuchungwa na hatari ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Si yeye tu peke yake ambaye tunakwenda kumzungumzia katika siku hapa ya leo, pia tunakwenda kumzungumzia mchezaji hatari mwingine Anicet Oura, miongoni mwa wachezaji ambao mali kikaa mguuni basi amini kwamba timu inakwenda kupata manufaa yoyote, iwe ni ushindi ama iwe ni bao ama iwe chochote kile ambacho timu inakwenda kupata manufaa, basi pale Anicet Oura anapokamata mpira pale Anicet Oura anapokamata mpira anahakikishia timu kwenda katika kushangilia au kwenda kupata advantage yoyote ile. Anicet Oura na tayari amekwisha kuingia kambani na amekwisha kusababisha hatari tofauti, na amekwisha kuisaidia Simba Sport Club kupata pointi 3, lakini pia amekwisha kuisaidia Simba Sport Club kuendelea kushinda ama kuendelea kuwa miongoni mwa watawala ndani ya ligi kuu ya NBC Premier League, pale ambapo wanakuepo Anicet Oura, Libase Geye pamoja na wachezaji wengine, basi unahakikishia kwamba timu inakwenda kupata ushindi katika mechi hiyo. Na pia kumbuka Anicet Oura ni miongoni mwa wachezaji ambao tayari katika moja kwa moja amekwisha kuingia katika first 11 ama mfumo wa kocha Steve Barker. Katika mfumo wa kocha Steve Barker amekwisha kuingia katika mfumo moja kwa moja. Kwa sababu gani? Kwa kile ambacho amekuwa akikionyesha katika ligi kuu ya NBC Premier League, lakini bado katika michuano ya kimataifa tumeshuhudia timu tofauti zikiwa zinamhitaji, kwa sababu na zenyewe zimekwisha kuona ubora wake yeye kama mchezaji bora. Libase Geye pamoja na Anicet Oura ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa wakiwindwa sana na timu tofauti aje kuitumikia katika timu hizo ili aweze kuonyesha kiwango ambacho ni bora kweli. Anicet Oura miongoni mwa wachezaji bora na the best player na the top performance katika ligi kuu ya NBC Premier League mpaka sasa. Amekwisha kutupia bao na amekwisha
kuhakikisha Simba inapata ushindi. Anicet Oura ni miongoni mwa watu ambao mpira ukikaa katika miguu yake basi utashuhudia vitu tofauti tofauti, ikiwemo uwezo binafsi ama style binafsi za kiuchezaji, lakini utashuhudia kiwango ambacho ni bora zaidi na zaidi. Lakini tutaacha kumzungumzia Clatous Chota Chama, mwamba Lusaka, miongoni mwa wachezaji ambao ni icon ya ligi kuu ya NBC Premier League. Tangia alipokuja katika ligi kuu ya NBC Premier League ameitumikia Simba, ameitumikia pia Yanga, lakini pia ameitumikia Singida Black Stars na amerudi katika miamba ya Simba Sport Club na ameonyesha kiwango bora katika msimu jana baada ya kurudi katika dirisha dogo la usajili, lakini bado anazidi kuonyesha kiwango bora zaidi na zaidi mpaka sasa ndani ya ligi kuu ya NBC Premier League, na tayari amekwisha kuingia kambani Clatous Chota Chama, miongoni mwa wachezaji ambao wanastahili kuwa man of the match, wanastahili kabisa kuwa wachezaji ambao ni bora muda wote, wachezaji ambao umri kwao si kitu chochote, umri kwao si kikwazo chochote, wala haiwezi kasababisha wakashindwa kuonyesha kiwango ambacho ni bora kweli kweli. Clatous Chota Chama, mwamba Lusaka, na pale ambapo anakuepo uwanjani basi amani uaga inatawala na watu wanahakika kwamba lazima tunakwenda kupata ushindi. Katika eneo la ulinzi sasa, huku zinamweka pale Rushaine De Reuck, miongoni mwa wachezaji ambao ni wa kuchungwa na hatari. Ukimwangalia unaweza kusema kwamba ni mchezaji wa kawaida, ama ni mchezaji mwepesi, ama ninaweza kupita, ama ninaweza nikapata bao, ama ninaweza kufanya chochote mbele yake Rushaine De Reuck. Lakini pale ambapo anakuwa mbele yako basi unakosa cha kufanya, na anahakikisha kwamba mpira unakuwa ni mali ya Simba Sport Club, anahakikisha kwamba Simba inazidi kutawala mchezo kweli kweli. Huyu ni Rushaine De Reuck kutoka South Africa, ametumikia Mamelodi Sundowns, lakini sasa yuko ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, na kila ambapo anakuepo katika first 11 ama kila ambapo anakuepo katika mfumo ama anakuepo katika starting 11 ya kocha Steve Barker, basi kila mmoja amekuwa akienjoy ndani yake na kufurahi kwamba uhakika wa ushindi tunao, ama hatufungwi ovyo ovyo, na ukiona limetokea bao basi ujue hilo ni kosa ambalo ama ni hatari ama ilikuwa ni jambo ambalo ni kubwa sana. Lakini Rushaine De Reuck amehakikishia Simba Sport Club kumiliki mpira sana, lakini pia amehakikishia Simba Sport Club inapata ushindi katika 100%. Lakini mwingine tunakwenda kumzungumzia huyu hapa ni Ibrahim Jebbar, ambaye amecheza michezo miwili na mchezo wa pili hakufanikiwa kumaliza, lakini akaja kupata kadi nyekundu kutokana na kosa ambalo alilifanya katikati ya uwanja. Huyu ni Ibrahim Jebbar, miongoni mwa wachezaji ambao wa viwango kweli kweli, miongoni mwa wachezaji ambao wanastahili pia kuitwa wachezaji bora Afrika, kwa sababu kila alichokionyesha katika timu ya Stellenbosch, katika klabu ya Stellenbosch, ameonyesha kiwango ambacho ni bora zaidi na zaidi, na amekuja Simba Sport Club. Tumemshuhudia katika mechi kadhaa, lakini machachari yake, uwezo wake kutawala mpira, uwezo wake kudribble, uwezo wake kutoa accuracy pass, uwezo wake wa kuonekana katika maeneo hatarishi, na uwezo wake kuifanya timu iweze kucheza vizuri zaidi na zaidi tumeuona. Kwa hiyo tunaamini baada ya kutumikia kadi yake nyekundu na kukosa ile michezo ambayo kadi yake nyekundu imemsababisha kosa hiyo michezo, na baada ya kurudi kutoka katika adhabu hiyo, basi atakuwa akitumikia Simba Sport Club na kuonyesha kiwango ambacho ni bora zaidi na zaidi. Ni miongoni mwa wachezaji ambao ni wa kuchungwa sana, kwa sababu ukimwangalia unaweza kusema ni mchezaji wa kawaida kama tulivyozungumzia wengine. Ukimwangalia unaweza kusema ni mchezaji wa kawaida, lakini ana kiwango ambacho ni bora kweli kweli, ana kiwango ambacho kinastahili kuwa mchezaji wa viwango kimataifa. Huyo hapo ni raia kutoka kule Afrika Kusini, huyo hapa ni Ibrahim Jebbar. Lakini pia kukumbuka kuna wachezaji wengine ambao ni bora ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Kuna ambao wamekwisha kucheza, lakini kuna ambao bado hawajacheza, lakini kuna ambao bado hawajapata nafasi ya kuonesha kile walichonacho. Lakini tunaamini kwamba Simba Sport Club ni timu ambayo imesheheni wachezaji ambao ni bora kweli kweli, wachezaji wa viwango, wachezaji ambao wana uwezo wa kuifanya timu ya Simba Sport Club kufikia katika malengo yake. Lakini pia ni timu ambayo ina kocha Steve Barker, kocha ambaye lolote anaweza kulifanya ndani ya uwanja, na ni kocha ambaye haamini kwamba huyu mchezaji ana uwezo kukaa sehemu moja tu, anaamini kwamba ana uwezo kumtengeneza mchezaji, ana uwezo kumtengeneza mchezaji na kumfanya kuwa kucheza katika namba tofauti tofauti na kuonyesha kiwango ambacho ni bora zaidi na zaidi. Kwa hiyo tunamwamini Steve Barker, lakini tunaamini kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, lakini hao niliokutajia ndio wachezaji wa kuchungwa muda wote katika mechi yoyote ile ndani ya ligi kuu ya NBC Premier League. Tumeanza na Libasi Geye, tumekuja kwa Anicet Oura, tumekuja kwa Clatous Chota Chama, tumekuja kwa Rushaine De Reuck, lakini pia tumekuja
kwake Ibrahim Jabbar, lakini bado wachezaji ni wengi na hatari ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini wewe pia unaweza kutuandikia kwenye comment hapo, unadhani je, ni nani anaweza kuwa miongoni mwa listi ya wachezaji hatari na wakuchungwa ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba? Lakini pia unaweza kutuambia ama kutupangia listi yako ya wachezaji 5 tu wa kuchungwa ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Hii hapa ni Royal Television, jina langu ni Manuel Pasco, mwenyeji katika ofisi za FIFA. Usiache kusubscribe hapa YouTube, lakini TikTok ya Royal Television, usisahau kutufollow, lakini pale Instagram ya Royal Television pia unaweza kutufollow ili mambo yaweze kuwa mazuri zaidi na zaidi. Hadi wakati mwingine, bye bye.